Mimi nakumbuka siku moja mzee wetu mzee Mosha, Allah muhifadhi, tulikuwa tumelala sote tunakoroma, sawa, fofofo. Kuna mtu akaja, alivyokuja akawa amesema kama zile pale kwenye mlango kwa juu pako wazi, kaingiza mkono pale anatafuta komeo iko wapi. Sasa mzee, nyumba ilikuwa ni ya nyasi, nyumba ilikuwa ni ya nyasi. Unajua zamani huko mikoani huko mpaka mjini kwa tunapaua nyumba kwa nyasi, si ndio? Sasa kile kitendo cha yule al-akhi aliyekuja pale kushikashika pale mlango pale juu, nyasi zile anatafuta upenya upitisha mkono atafute komeo, na udogo ile sauti. Unajua nyasi sio kama bati, bati lina sauti kubwa, nyasi zinakuwa zina sauti sana, usikii sana, lakini mzee akamsikia. Alipomsikia akaamka taratibu. Alikuwa unajua wazee kipindi hicho kwa nyumba ikosi tochi. Ni sasa hivi habari za smartphone, tochi hamna tena. Sawa, akaamka na tochi lake, akasogea mpaka mlangoni pale chini ya kizingiti. Sema hapa niko saizi yake. Kichobaki hapa ni kumkamata. Bila shaka mkono uko hapa. Hajawasha tochi. Sema hapa ni pap pap tap tap. Hapa mkono uko hapa. Akawasha. Pop. Yaani tochi linawaka, mkono wao shaukamata. Alipokamata akabadilisha, akaushikia na mkono huu mkono wake huu akautumia kama silaha kupiga ule mkono wa yule mhalifu. Alimpiga kiasi ambacho yule bwana alipiga kelele mpaka zikaisha, akawa hapigi tena kelele wala afurukuti tena, shatulia. Mara amejitahidi kuminyana kuvuta mkono utoe mpaka ikashindikana, akaupiga. Mzee anasema ule mkono mpaka ukawa laini, unabonye hivi, afa akamwacha. Alipomwacha asikia vishindo, anakimbia. Baada ya siku 2-3, kumbe ni mwanafunzi wake bwana, alikuja kumtesti master. Mzee wangu ni master bwana, mtu wa karate. Sasa ubishi wa wanafunzi, unajua wanafunzi wabishi sana. Wakati katika mjadala hivi, ubishi ana elimu kweli au? Sikia, ngoja kuna swali tulitengeneze hapo, bonge la swali tumpelekee, tuone ataweza atashindwa. Wanamtestishe. Sasa wale wakajichanganya, wote iko ni shehe kama wajui, sasa sijui tu jambo linaishi. Sasa wale mjikorogo wanamtesti master. Bana yule bana master yule anajua hii fani yake hiyo, utaumia bana. Hamna, mimi simwamini bana, uje hapa sikia hizi hamna kitu hizi. Nitakuwa sawa familia, yani tuone kwamba atapigana bana, angalia usijaribu bana. Mimi nitaenda tu. Haya, akaenda. Sasa siku ya 3 kaja dojo, unajua dojo, kaja dojo, akavaa muogo mkono kaushikilia kubebelea. Sasa master anamuuliza, senpai vipi, namna gani? Najua master bana ajali. Ajali, okay. Mzee akamcheki, mbona kama ndo yule huyo, ila akazuga mwenye. Baada ya siku chache akamjia, master bana, samahani sana bana. Unajua ubishi wa wanafunzi huu, tutakuja kutuumiza siku nyingine. Akawa amebainisha bana, ilikuwa hivi, tukabishana na hivi na hivi na hivi. Sawa. Kwa mambo kama haya ni mambo ya hatari jamani, sawa? Sasa mtu kaingia katika madhara, kaumia kwa sababu ya ubishi wa kijinga jinga.